Kasi tuje tufanye uzinduzi wa kitabu mwanaelewa kwa sababu mnataka. Karibuni sana. Baada ya hapa naomba mwenyekiti wa bodi ya Suku kujiandae kwa ajili ya kukaribisha mgeni rasmi, na baada ya mgeni rasmi itakuwa hakuna tena kinachoendelea baadaye. Karibu sana. Karibuni sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kwa fursa hii wale wote kushukuru dini yetu ambayo ameandaa jambo hili zuri kabisa, na kushukuru kwa kutupatia fursa ya kuweza kuhudhuria tahadhari ya darasa hili ambalo kweli darasa kama haya tutahitaji kufanya mara. Sitaki kuchukua muda mrefu. Sasa hivi langu moja tu ndio kitabu ambacho ni matokeo ya utafiti wa muda mrefu binafsi katika tasnia ya masuala yetu, hususan katika masuala ya amani. Sisi kama Waislamu tuna namna yetu ya kuamiliana na amani, na hii ni mambo ambayo sisi imeweka miongoni mwetu. Hivyo tuna kila sababu ya kurejesha ili sote tuwe bali Kiislamu ni kitu gani, na kuna vigawanyo aina ngapi za amani, na vipi sisi tunatakiwa tuamiliane na amani. Kitabu hiki ambacho kinazinduliwa leo kinajaribu kutoa majibu sasa amani ni kitu gani kwa mtazamo wa Kiislamu, na vile tumeweza kumuisha mtazamo mwingine ambayo ipo katika yetu tunaishi sasa mingi. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu mtazamo mbalimbali kuhusiana na amani ni kubwa ambalo lina sana na kongamano letu hili au shughuli yetu leo ni usimamizi wake. Amani inatakiwa isimamiwe. Kwa kwanza unaichuma amani, kwa hili kuna masuala ya kuiwekeza ile mali, uwekezaji kwa njia ya sisi Islam. Kuna vile masuala ya utumiaji, spending, unaitumia vipi ile mali. Kuna masuala mazima ya takafu, unailinda vipi ile mali. Kuna masuala ya uelewa uhai, lakini kesho au muda wote hatujui unaweza ukaondoka katika dunia hii. Unaweka mambo gani kwa ajili ya kuhakikisha mali hii itahamia kwa watu ambao wataisimamia kwa namna iliyokuwa sahihi. Estetani vipi mali hii utapanga vipi kwa sasa namna ya kusimamia mali hii utakapokuwa unaondoka duniani. Lakini vile masuala maalum kwa Muislamu, mali inatakiwa itolewe zaka na kupitia kiwango chake. Sasa katika haya yote ndio kueleza katika kitabu hiki sasa, na vile tunaeleza kina njia za halali za utafutaji mali na njia ambazo hazifai katika utafutaji wa mali. Kwa kitabu ambacho kitakuwa kimekusanya mambo haya, na natumai kwamba tutaweza kufaidika wale ambao tutakuwa tunahitaji kopi nazo kadhaa hapa katika meza, na vile kuna kopi nyingine za vitabu vingine ambavyo tumeandika kama Islam, masuala ya takafu, Islam, na masuala ya zaka, vitabu ambavyo tutakuwa Mungu amejalia kuwezesha bila kupoteza muda kwa watu na tunasema inafuata tunazindua kwa kibidi hapa pamoja na Dr. Kasim kitabu hiki na design kama ishara ya tunaweza kuonyesha tu. Asante sana na washukuru baada ya kukusaidia kwa kitabu hiki. Anaenda kwa baada ya kusaidiwa ya anaweza kunywa hapa inshallah. Assalamu alaikum. Kitabu kimezinduliwa. Sasa nimepitia kabisa, lakini naomba nizungumze kidogo neno la shukrani. Waandishi hapa Tanzania ni chache sana, na watu wengi hawaandishi. Fafani ametuongoza kwamba inawezekana
mkanda wa kuandika. Na sasa hivi kuna urahisi wa kuandika sababu ya kuwa na kompyuta, lakini pia na njia ya kukusanya taarifa kwa kutumia mitandao AI. Kuna urahisi, ingawa ule mwenye AI lazima uwe na uangalifu kwa sababu pia mkakati sana, na hivi unafanyika kiamilike inafanya research kutumia data kwa authentic kama sasa hii ni maana inayoitia mimi kwa sababu ni mwenyekiti wa CAF data na kwamba hii mawakfu vizazi watakuja kusoma itabakia aidha kidogo itaendelea kubaki. Historia ya wakfu katika nchi hii ni ndefu sana. Ukianza labda 1896 Sewahaji Mwaru alijenga hospitali na shule kule Bagamoyo, na baada ya kusisi ufunguzi ile siku ya gavana wa wakati wa Ujerumani kutangaza kwamba makao makuu yanahamia Dar es Salaam. Kwa hiyo hapa unaona athari za wakfu zilizosimamia pamoja na Kariakoo pamoja na Abdullah Hospital hapa ya zote ni athari zimewekwa kwa Mungu na Waislamu. Lakini ujenzi wa hospitali ya Bagamoyo ulishangaza sana za sisi kwamba huyu kawapa wasimamizi wa parish fedha yenye hospitali imedhaminiwa na Muislamu kama wakfu. Wajenzi walikuwa ni Wakristo na dhehebu ya Katoliki pale Bagamoyo. Lakini ukiangalia athari zingine ambazo zinabaki, ukiona hii Ukatili, ukaona Bikunja, ukaona Ibrahim Haji, zimetapakaa wakfu na matumizi yake hayako wakfu. Kwa hiyo wakfu ni kitu kinachounganisha jamii na kujaribu kupokea salamu alaykum. Mama Steve event of IBC tunakuwa na bosi na sasa akiwa pia tunaweza kuona kwa mind